Mfariji ni yeye sana, kiongozi mkuu. Aliumba mbingu na dunia na mtu wa mifano yake. Ndani ya shamba ya bustani mlikuwa vitu vingi. Kitu cha kwanza alikuwa ni mtu. Ule anaitwa ni baba. Mungu alimtoa kwa dunia kumupa cheo kubwa sana. Anakuwa kiongozi. Mtu wa pili alikuwa mke, anaitwa Hawa. Ule alikuwa ni mtu wa pili kuishi mwili. Kia tatu kilikuwa ni sheria, ilikuwa ndani Mungu alileta. Kia nne ilikuwa ni viumbe ya kuachana sana. Kukosea mtu peke yake na mke wake walifukuzwa sana. Sheria na vitu viliumbwa vilikuwa mule ndani. Upewe sifa, amen. Somo langu nasema hivi. Nafsi ni ya Mungu, mwili ni ya mtu. Nafsi ni ya Mungu, mwili ni ya mtu. Nafsi ni uwezo kubwa ile Mungu alishuka kuleta kwa mtu. Mtu aishi sana. Anaitwa sema ni mtu wa pili. Ule anatembesha wa kufuchama. Analeta mtu kupumzika na kufanya chote. Hana faida ya mbinguni ili ataweza kutetea matendo ya Mungu. Mwili ni kusema ni kiumbe kilitoka kwa wazazi. Kile ni kiakosi cha kurudia chini ya dunia. Kile napaswa. Tutasoma Zaburi 150 na mstari wa 6. Daudi akasema kila pumzi amsifu Mungu. Ni kweli. Mungu kila pumzi amsifu Mungu. Mungu anapenda pumzi ile ya utakatifu, ile ya mabudu imsifu Mungu. Sababu pumzi ni afya kubwa sana Mungu alileta ya mtu akwe mtendakazi wake. Ni kwa ajili ya pumzi ile Mungu alisha kujua sema huyu ni mtu anafanya kazi. Kama ule mtu akikose pumzi anakuwa mauti. Hawezi tena kutumika na hawezi tena kusimama, hawezi tena kuhesabiwa asema ni mtu. Mtu ni pumzi, anafanya kila kitu. Sana kwa ajabu. Yaani kama una pumzi, uliwasema una deni kubwa. Ile deni kama upende kumwabudu Mungu, au upende kumtumikia, au upende kufanya kila kitu, uliwasema akasirika ataweza kuchukua pumzi, utaweza kufa. Mwili ni kiumbe cha mtu. Kile Mungu hawezi kugusa wala kuongea chochote. Yaani mwili ni kitu cha kupotea. Akiwezi Yesu kunyanyua ile mwili ke. Sababu na Yesu kufa alibadilisha kuchukua nafsi ya utakatifu akarudi mbinguni. Yaani heshimia nafsi ni ya Mungu. Fanyia kazi kwa mtenda kazi sana, mheshimii na Mungu ataweza kukuongeza kile napaswa. Yaani kama ukisome maandiko ya Wafalme wa pili sura ya 20 na mstari wa kwanza mpaka 4. Ni ile sasa ile mfano wa mbinguni ile aliongezea sasa Ezekia sana miaka 15. Ni ile pumzi aishi kwa miaka 15 sana. Ikimalize tena akafa. Heshimia mtu yote ana pumzi, heshimia Mungu. Ni nafsi kubwa sana ya kuheshimia. Huu ujumbe ukupatie akili na maelekezo na hekima. Pewe sifa, amina.